Mimi Jacob Safari. Umoja wa Ulaya kuangazia upya mkataba wake na Israel kutokana na hali Gaza. Putin azuru eneo la Kursk kwa mara ya kwanza tangu Urusi waondoe wanajeshi wa Ukraine. Na Donald Trump kwa mwenyeji wa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika ikulu ya White House leo. Habari kamili. Brussels. Umoja wa Ulaya utangazia upya mkataba unaosimamia mahusiano yake ya kisiasa na kiuchumi na Israel kutokana na hali mbaya ya kiutu inayoshuhudiwa Gaza. Haya ni kulingana na mkuu wa masuala ya kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas. Kallas amesema haya baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya ambapo amedai idadi kubwa ya mawaziri waliokuwa kwenye mkutano huo wanakubaliana na hatua hiyo ya mkataba huo kufanyiwa mabadiliko. Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Caspar Veldkamp ndiye aliyetoa pendekezo hilo ambapo wataangalia iwapo Israel inakifuata kipengele cha kuheshimu haki za binadamu kilichoko katika mkataba huo. Wakati huo huo, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limesema kiwango cha misaada ambacho Israel imeanza kukubali kiingie Gaza ni kidogo mno, na wanaofumba watu macho tu kufikiria kwamba uvamizi wa Gaza umekwisha. Katika taarifa, MSF imesema idadi ya sasa ya malori 100 ya misaada yanayokubaliwa kuingia hayatoshi kutokana na jinsi hali ilivyo mbaya. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa mara ya kwanza amelitembelea eneo la Kursk tangu Moscow iliposema kwamba imewaondoa wanajeshi wa Ukraine katika eneo hilo mwezi uliopita. Kulingana na ikulu ya Kremlin, Putin alizuru eneo hilo jana ambapo alifika katika kiwanda cha nyuklia cha Kursk na kuzungumza na baadhi ya wafanyakazi. Haya yanafanyika wakati ambapo kombora la Urusi katika kituo cha kijeshi cha kufanyia mazoezi kaskazini mashariki mwa Ukraine limesababisha vifo vya wanajeshi 6 na kuwajeruhi wengine 10. Eneo lililo mpakani la Sumi ambapo Urusi ilianzisha uvamizi wake wa Ukraine mwaka 2022 limekuwa likishambuliwa mara kwa mara katika miezi ya hivi karibuni. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius leo ametoa wito wa hatua zaidi kuchukuliwa ili kuzuia uwezo wa kifedha wa Urusi. Pistorius amesema haya kufuatia hatua ya Umoja wa Ulaya kuiwekea vikwazo zaidi Urusi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump leo atakuwa mwenyeji wa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kwenye ikulu ya White House katika mkutano unaotazamiwa kuwa wenye mvutano na hisia kali baada ya Trump kuituhumu Afrika Kusini kuruhusu mauaji ya halaiki yafanyike dhidi ya wakulima weupe walio wachache. Afrika Kusini imekanusha vikali madai hayo na Rais Ramaphosa alishinikiza kufanyika kwa mkutano huo ili kuokoa uhusiano wake na Marekani ambao uko katika kiwango kibaya kuwahi kushuhudiwa tangu utawala wa ubaguzi wa rangi mwaka wa 94. Ramaphosa amesema katika mkutano huo anatarajia kusahihisha kile alichokiita sifa mbaya za kuliharibia jina nchi yake. Mkutano huo ndio utakaokuwa wa kwanza kati ya Trump na rais kutoka Afrika tangu arudi tena madarakani. Jakarta. Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN utafanya mikutano miwili mahsusi kwa ajili ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Myanmar kuelekea mkutano wake wa kilele wiki ijayo. Haya yamesemwa na katibu mkuu wa jumuiya hiyo Kao Kim Hoon. Kim Hoon hakuweka wazi masuala yatakayojadiliwa kwenye mikutano hiyo au ikiwa kuna mapendekezo mapya yatakayotolewa. Jumuiya hiyo ya ASEAN yenye idadi ya wanachama 10 imekuwa ikitoa wito kusitishwa mapigano kati ya waasi na wanajeshi wanaoitawala Myanmar ambayo yamesababisha karibu watu milioni 3.5 kuachwa bila makazi tangu jeshi lilipomondoa madarakani rais aliyechaguliwa Aung San Suu Kyi mwaka 2021. Na hatimaye Khartoum. Jeshi la Sudan limesema limechukua udhibiti kamili wa eneo la Khartoum baada ya mapambano ya muda mrefu na wanamgambo wa RSF magharibi na kusini mwa eneo hilo.
Tangazo hili ni ushindi mwingine wa hivi karibuni wa jeshi katika vita vyake vya zaidi ya miaka miwili na wanamgambo hao. Msemaji wa jeshi la Sudan, Brigadia Jenerali Nabil Abdullah, amesema miongoni mwa maeneo yaliyochukuliwa na jeshi ni mji mkuu Khartoum na miji iliyo karibu ya Omdurman na Khartoum North au Bahri. Haya yanajiri wakati ambapo Sudan imesema Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika na shambulizi katika mji wa Port Sudan mwezi huu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Aliyekusomea taarifa ya habari ni Jacob Safari. Na sasa, msikilizaji na mtazamaji, tuangazie masuala ambayo tumeyapa kipaumbele katika uchambuzi wa ripoti. Tutaanzia kule nchini Tanzania ambapo serikali ya Kenya imethibitisha kuwa bado mwanaharakati Boniface Mwangi anashikiliwa na mamlaka ya Tanzania. Vile vile tuna taarifa ya bunge la Uganda limepitisha misaada miwili tata ambayo inatajwa kuwa inalenga kudhoofisha vyama vya siasa na upinzani kwa jumla. Kimataifa, Israeli inaendelea na mauaji katika ukanda wa Gaza na asubuhi ya leo watu zaidi ya 20 wameuawa. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, endelea kuwa nasi. Moja kwa moja tuanzie kule nchini Uganda. Bunge la Uganda limepitisha miswada miwili tata ambayo kwa mujibu wa wachambuzi inalenga kudhoofisha vyama vya siasa na kwa ujumla upinzani nchini humo. Miswada hiyo inahusisha mabadiliko ya sheria kuhusu masharti ya ufadhili wa serikali kwa vyama vya upinzani pamoja na kurudishwa kwa mamlaka ya mahakama ya kijeshi kuendesha kesi dhidi ya raia. Katika ishara ya kupinga hatua hiyo, wabunge wa upinzani waliondoka kwenye kikao cha bunge wakati miswada hiyo ilikuwa ikipitishwa. Mwandishi wetu kutoka mjini Kampala, Lubega Emmanuel, ametutumia ripoti ifuatayo. Yumkini Uganda imeingia katika njia panda nyingine ya kidemokrasia, utawala wa kisheria na haki za binadamu baada ya kupitishwa kwa miswada hiyo ambayo imeharakishwa sana ikilinganishwa na mingine. Idadi kubwa ya wabunge wa upinzani waliondoka kwenye kikao wakipinga kuchapua kwa mchakato huo bila kuruhusu muda wa kutosha kwa umma na wadau mbalimbali kutoa maoni yao kama inavyostahili kwa miswada nyeti inayogusia demokrasia na utawala wa kisheria. Lakini hii haikuzuia bunge hilo ambalo zaidi ya thuluthi ya wabunge ni wale wa chama tawala cha NRM kuendelea na shughuli za kujadili na kuipitisha miswada hiyo. Kiongozi wa upinzani bungeni Joel Senyonyi aliyeongoza wenzake kususia kikao amesema kuwa watawasilisha kesi mahakamani kupinga kupitishwa kwa miswada hiyo. We shall not be part of a sham process. Miswada hiyo inakandamiza si tu demokrasia lakini utawala wa sheria na tutakwenda mahakamani. Mswada wa kwanza kupitishwa ni ule ambao umelenga kukosesha vyama visivyojumuika katika kundi la pamoja la vyama vya siasa maarufu kama iPod kutofadhiliwa na serikali. Awali vyama vilifadhiliwa kutokana na idadi ya wabunge wao, na kwa hiyo chama cha NUP kinachoongozwa na Robert Chagulanyi almaarufu Bobi Wine kimekuwa kikipata kiasi kikubwa cha pesa ambacho kama njia ya kudhihirisha uwazi na uwajibikaji kwa wafuasi wake kimejenga makao makuu katika kipindi kidogo cha miaka mitatu tu ikilinganishwa na chama tawala cha NRM ambacho hukodi. Lakini kupitishwa kwa mswada tete zaidi ambao utarejesha mamlaka ya mahakama ya jeshi kuendesha kesi dhidi ya raia alasiri ya leo ndilo jambo ambalo limetumbukiza hali ya haki za binadamu Uganda katika mashaka zaidi. Mamlaka hiyo ilifutiliwa mbali na mahakama ya juu ya rufaa mwezi Januari na kuwezesha kesi kadhaa za kisiasa ikiwemo ile ya uhaini dhidi ya kiongozi maarufu wa upinzani Dr. Kizza Besigye kuhamishwa hadi mahakama ya raia. Kwa pamoja wabunge wa chama tawala wamepitisha mswada huo na wamecheleweshwa tu na mawasilisho ya wabunge wachache wa upinzani waliobaki wakati wenzao walipoondoka. Baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu wamesema mswada hiyo ni ya kishenzi na inalenga kukandamiza raia. Kuharakishwa kwa miswada hiyo ni hakikisho na thibitisho kwamba wanalenga upinzani na kubinya demokrasia. Jambo la kushtusha kuhusu mswada huo wa kurejesha mamlaka ya jeshi juu ya raia ni kwamba raia akikamatwa kwa madai na vyombo vya jeshi atapewa cheo katika jeshi kulingana na kiwango cha uhusika wake katika kuvunja kanuni za kijeshi kama vile kupatikana na silaha au madai ya uhaini, na kwa njia hiyo mamlaka ya jeshi itamhukumu kama mmoja wao wala si raia. Lubega Emmanuel, DW.
Na serikali ya Kenya kupitia waziri wake wa mambo ya nje Musalia Mudavadi imethibitisha kuwa bado mwanaharakati Boniface Mwangi anashikiliwa na mamlaka za Tanzania na kwamba juhudi za kumrejesha Kenya zinafanyika. Haya yanajiri wakati vuguvugu la wanaharakati wa Kenya akiwemo mke wake Boniface Mwangi kushinikiza mwanaharakati huyo arejeshwe Kenya mara moja. Mwanahabari wetu Florence Majani kutoka Dar es Salaam na maelezo zaidi. Yupo wapi Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire? Haya ndiyo maswali yanayoulizwa na wanafamilia, raia wa Kenya na wanaharakati wa Tanzania, Kenya na Uganda. Ni baada ya wanaharakati hao wawili kutorejea nchini mwao kama ilivyotarajiwa. Hata hivyo, majibu yaliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi ni haya. Yupo Tanzania, ninawasiliana na mamlaka za Kenya huko. Anashikiliwa na mamlaka bado na tunatarajia ataachiliwa. Wanaharakati hawa walishikiliwa na polisi tangu Mei 19 wakiwa hapa nchini, ambako walifika kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema Tundu Lissu. Kwa mujibu wa mawakili waliokuwa wakiwapa msaada wa kisheria jana, Mwangi na Atuhaire waliachiwa na kupelekwa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kurejeshwa katika nchi zao. Hata hivyo, mke wa Mwangi, Njeri Mwangi, alilalamikia mamlaka za Tanzania kwa kushindwa kutoa taarifa za alipo mume wake na sababu za kumshikilia. Mpaka sasa hajafika hapa Kenya, na mimi kama mke wake nina haki ya kujua alipo mume wangu, tujue na sababu hata za kumshikilia, na tunataka uhakika wa maisha yake na sababu za kumshikilia mpaka sasa. Awali DW ilipozungumza na kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania LHRC, nao pia hawakuwa na taarifa zozote kuhusu walipo wanaharakati hao. Kaimu mkurugenzi wa LHRC Fulgence Masawe anafafanua zaidi. Yule wa Uganda wakasema ndege ya Uganda iko cancel, wa Kenya wakasema watapata ndege ya saa 2, wakasema saa 2 imejaa, lakini hapa sitaendelea. Hata hivyo, juhudi za kulipata jeshi la polisi ama uhamiaji hazikufua dafu baada ya simu zao kutopokelewa. Wakati haya yote yakijiri, serikali ya Tanzania kupitia waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Jerry Silaa imetoa ufafanuzi kuhusu kudukuliwa kwa baadhi ya akaunti za mitandao ya kijamii ya serikali. Zile taratibu zao za kiusalama zilikuwa si thabiti na ikasababisha kuweza kuingiliwa. Mitandao hiyo ama akaunti hizo zimesharejeshwa. Jana akaunti ya X ya jeshi la polisi ilidukuliwa kwa saa kadhaa na kuzua taharuki, na baadaye jeshi hilo lilitoa taarifa ya kuwasaka waliofanya uhalifu huo wa kimtandao. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. DW tuna